tayari na peni unaandika, basi andika kila somo tunasema sababu za Yesu kulani mtini. Kama unaandika, andika sababu za Yesu kulani mtini. Sababu za Yesu kulani mtini. Tutaenda kuangalia vipengele kadhaa hapa vya kwa nini Yesu alilani mtini. Kwa nini Yesu alilani mtini? Ukisoma vizuri utaona kwa nini alilani mtini. Wakati ulikuwa haujafika wakati wa tini. Marko amesema haukuwa wakati wa tini. Kwa nini sasa alilani? Kwa nini Yesu alilani? Na kati sio wakati, lakini yeye alilani mtini. Alidai matunda wakati haukuwa msimu wake. Kwa nini? Kwa nini Yesu wetu alidai matunda wakati sio msimu wa matunda? Ni jambo la kufikirisha kweli kweli. Hapa kuna siri ya tukio hili mpendwa. Ukisoma kwa juu utaona alilani tu. Hapa kuna siri ya tukio. Yesu hakufanya tukio hili eti kwa sababu aliukasirikia mtini. Hakufanya kwa sababu aliukasirikia mtini eti kwa kuwa alikosa matunda. Hapana. Alitumia tukio hili kama ishara ya kufundishia wanafunzi wake kuhusu imani. Alitumia mtini kama ishara ya kufundishia wanafunzi wake kuhusu imani, kuhusu hali ya kiroho ya Israeli na pia kuhusu hukumu inayokuja. Hakulani tu, alitumia ishara ya kufundisha imani. Ilikuwa ni ishara ya hali ya kiroho ya Israeli na pia ilikuwa ni ishara ya hukumu inayokuja. Tuangalie vipengele vyetu. Kipengele cha kwanza kinasema hivi: alitaka kuwafundisha kuhusu imani. Kipengele cha kwanza, alitaka kuwafundisha kuhusu imani. Baada ya mtini kukauka, Petro anamwambia, ukiangalia Marko 11:21. Marko 11:21, Petro anamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Petro anakumbuka yale maneno wakati Yesu anayatamka mbele ya mtini. Wakati wanarudi, Petro anakumbuka, anamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu hakujibu kwa kusema ndio niliulaani kwa sababu nilikasirika sikupata matunda. Yesu hakusema hivyo. Angeweza kusema nimeulaani kwa sababu nimekasirika sikupata matunda juu yake, lakini Yesu hakusema hivyo. Badala yake Yesu aliwapeleka moja kwa moja kwenye somo la imani. Hawa wanafunzi Yesu moja kwa moja akawapeleka kwenye somo la imani. Marko 12:22. Anasema mwaminini Mungu. Wanamuuliza, ule mti ulioulaani Bwana umenyauka. Angeweza kusema mimi nilikosa matunda, nilikuwa na njaa, ndio nimeulaani. Lakini anasema mwaminini Mungu. Kwa hiyo moja kwa moja Yesu anakwenda kwenye somo la imani. Kisha ukiangalia 11:23, hiyo Marko, anasema amini nawaambia, mtu yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, bali aamini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa ya kwake. Wao wanamuuliza vingine, yeye anawaambia vingine. Maana yake anawapeleka kwenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anawafundisha imani kuhusu ule mtu ulionyauka. Yesu anawafundisha kuhusu imani. Kwa hiyo mtini uligeuka ukawa darasa la imani. Mtini uligeuka ukawa darasa la imani. Yesu alikuwa akiwaonyesha kwamba kuna vitu ambavyo kwa macho vinaonekana haviwezekani, lakini kwa imani inapofanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu inawezekana kuleta matokeo mpendwa. Imani ikifanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu inaweza kuleta matokeo yasiyowezekana kwa nguvu za kawaida. Imani ikifanya kazi ndani yako utaona matokeo yasiyowezekana kwa nguvu za kawaida. Na hapa kuna jambo moja muhimu sana ambalo tunaweza kuliangalia.
Imani si kukubali tu kwamba Mungu yupo. Tunajua imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini pia imani ni kumtegemea Mungu hadi uchukue hatua za kulingana na neno lake. Ukimtegemea Mungu kulingana na neno lake, imani itazaa matunda. Ukiangalia Marko 11:24, Marko 11:24, Yesu akasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana asifiwe. Hiyo ni imani ambayo Yesu alikuwa anapandikiza kwa wanafunzi. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, mtini ulikuwa na majani lakini haukuwa na matunda. Mtini ulikuwa na majani lakini haukuwa na matunda. Hapa ndipo kuna siri ya kinabii ya tukio hili. Mtini kulikuwa na majani lakini matunda hayakuonekana. Marko 11:13 anasema hivi, akaona kwa mbali mtini wenye majani. Kwa mbali kabisa Yesu aliona mti una majani kwa mbali. Kwa macho kulikuwa na ishara ya uzima. Kwa macho Yesu aliona mti mpendwa unaopendeza wenye majani. Kwa macho kulikuwa na ishara ya uzima. Majani yalikuwepo, lakini Yesu alipokaribia hakuona kitu ila majani tu. Kwenye mti kulikuwa na majani, lakini Yesu alipokaribia hakuona, hakutaka kile alichokuwa anakitarajia. Alitaka matunda, hakutaka majani. Yesu alitaka matunda. Hata leo yamkini mpendwa, waweza ukawa na Biblia umeshika, waweza ukawa umependeza, umesuka vizuri, unatembea barabarani, unakuja kanisani, umeshika vifaa vyako vya kiroho, lakini Yesu hahitaji hivyo. Yesu anahitaji matunda. Yesu anahitaji matunda kutoka kwako. Yesu aliona mtini kwa mbali, akasema yamkini nitapata matunda pale, lakini alipokaribia, alipofika hakuona tunda, aliona majani. Tendo hili linafanana sana na kile Yesu alichokuwa amekikaribiri kule Yerusalemu. Kile Yesu alichokuwa anakikabiri kule Yerusalemu. Kule Yerusalemu kulikuwa na mfumo wa dini, lakini hakukuwa na matunda ya Mungu. Yerusalemu kulikuwa na mfumo wa dini, lakini hakukuwa na matunda ya Mungu. Kulikuwa na hekalu, kulikuwa na madhabahu, kulikuwa na makuhani, kulikuwa na sadaka, kulikuwa na watu, kulikuwa na shughuli nyingi za kidini, lakini matunda ya Mungu hayakuonekana. Yesu alipoingia hekaluni, ukiangalia kitabu kile cha Marko 15 hiyo tunaendelea nayo. Yesu alipoingia hekaluni alikuta nini? Yesu alipoingia hekaluni amekuta watu wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Yesu anaingia hekaluni anakuta watu wanauza, watu wananunua ndani ya nyumba ya Mungu. Sio tofauti na alipofika mtini akakuta majani. Amekuta majani, alitegemea matunda, lakini ameenda kukuta majani. Yesu anakwenda Yerusalemu, anaingia hekaluni, anakuta watu wanauza njiwa, wanauza vitu vingine vingi. Wamegeuza nyumba ya Mungu imekuwa soko. Ndicho Yesu alichokikuta kule Yerusalemu. Sio tofauti na mtini, alitegemea matunda, lakini yeye amekwenda kukuta majani. Bwana Yesu asifiwe. Leo Yesu anakuja kwako, anakuta nini? Anza kujiuliza swali hilo. Anakuta nini? Anakuta unaimba tutenza rohoni. Anakuta nini? Ukisoma Marko 11:17. Marko 11:17, Yesu anasema hivi. Marko 11 inasema, "Je, haikuandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi."
imekuwa ni pango lile. Ndicho kitu ambacho Yesu alikikuta kule Yerusalemu. Bwana asifiwe. Mtini uligeuka kuwa fundisho. Haitofautiani sana. Ule mtini Yesu alitegemea apate matunda, lakini Yesu akaona ni majani. Amekwenda Yerusalemu, ametegemea pengine apate watu wakimwabudu Mungu kwa roho na kweli, amekuta wanauza, amekuta wananunua. Mtini unakuwa ishara ya kile Yesu alichokiona ndani ya mfumo wa kidini kule Israeli. Mtini umegeuka, umekuwa ni somo. Majani yalikuwepo, lakini matunda hayakuwepo. Israeli watu walikuwepo, lakini dini ya kweli haikupatikana. Na hii, mpendo, ndiyo hatari kubwa ya maisha ya kiroho. Hii ndiyo hatari kubwa ya maisha ya kiroho. Unaweza kuwa na muonekano wa kiroho bila matunda ya kiroho. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa na muonekano ukajiamini kabisa, una muonekano, unatoka nyumbani, majirani wanakuona una Biblia umeshikilia, majirani wanakuona unatembea, unaimba, wanasema hakika huyu ni mwana wa Mungu, hakika huyu ni mtu wa Mungu, kwa sababu ya muonekano wako wa kiroho. Unaweza kuwa na roho ya kiroho pia. Unaweza kuwa unafanya shughuli nyingi kanisani. Unaweza kuwa na Biblia, nyimbo, mahubiri, vyeo, huduma, mpendo, lakini swali la Mungu ni matunda yako wapi? Matunda yako wapi? Unaweza ukawa na vyeo vingi kanisani. Mimi ni katibu, ukisimama hapo na unajitambulisha, mimi ni katibu wa kanisa hili. Mimi pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya mtaa Taliani kwa Zoo. Mimi ni mwenyekiti ya kwaya ya Gilgali. Lakini pia mimi ni katibu wa jumuiya ya kwa Zoo. Una vyeo, vile vyeo vinakubeba. Unasema hakika mimi nimefika. Maana nimeona kanisani, nimepewa, nimetunukiwa vyeo vingi kanisani. Mungu anataka matunda. Mungu hataki vyeo vyako. Mungu anataka matunda. Bwana asifiwe. Amina. Yesu alikuta majani, hakukuta matunda. Ndio maana kaulani. Kwa hiyo wewe usijisifu kwa sababu ya huduma uliyonayo kanisani. Jisifu kwa sababu ya matunda. Bwana asifiwe. Ujisifu kwa sababu ya matunda. Ukisoma Mathayo 7:19. Mathayo 7:19 inasema hivi: kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Na Yohana Mbatizaji tayari alikuwa amesema, basi zaeni matunda yapasayo toba. Mathayo 3:8. Mathayo 3:8. Basi zaeni matunda yapatayo toba. Tuna matunda yanayopasa toba. Au sisi tunajali muonekano, tunajali tupendeze, tunajali watu watuone, tunajali tunajua kuimba. Kwa hiyo Mungu haangalii majani, bwana mpendwa. Mungu haangalii majani. Mungu haangalii majani tunayoonyesha mbele za watu. Unajua, unapopendeza, unatembea, unajionyesha, unatembea, unaimba, umeshika vifaa vya kiroho, unatembea, hayo ni majani mbele za Mungu. Kama hauna matunda, Bwana asifiwe, hayo ni majani. Yesu kama angekuwa anaangalia majani, angesamea ule mti. Angesema huu mti una majani teketeke, majani yake ni laini, hebu acha niusubirie, pengine utazaa, ngoja niuache. Yesu alilani, ingawa haukuwa ni msimu wake, lakini alilani. Kwa hiyo anaangalia matunda yanayotoka ndani yetu. Yesu anataka matunda yanayotoka ndani ya ule mti, sio majani. Vile vile Mungu anataka matunda yanayotoka ndani yetu. Hataki ulivyoshika Biblia, hataki hizo nyimbo unazoimba kama hauna matunda. Anataka matunda yanayotoka